kuna wazee wamekata tamaa kabisa. Okay. Kuna mzee anaona kwamba bora mimi nife, sina thamani kwa sababu tu ni mzee. Na katika wiki hii tupo hapa kumwambia kila mzee kwamba ana thamani na tunamthamini, na ofisi ya ustawi wa jamii ipo kwa kila mzee na kila mtu ambaye ni raia wa Tanzania. Kwa hiyo kuna wazee ambao wamekata tamaa kabisa, anaona sina umuhimu, sina thamani, siwezi kuendelea kuishi, pengine kwa sababu mbalimbali, labda ametengwa na jamii yake inayomzunguka, au swala la uchumi umekuwa umeyumba, umaskini uliokithiri, mtu anaona kwamba sina uwezo, sina thamani, kwa hivyo mimi ni wakufa tu. Okay. Tunataka kuambia wazee kwamba tunawapenda sana na serikali ipo kwa ajili ya kuwajali. Mzee, kama una shida yoyote, fika ofisi ya ustawi wa jamii kwa ajili ya kupata msaada zaidi, ikiwemo msaada wa kisaikolojia. Tunatoa pia msaada wa kisaikolojia kwa wazee, kwa shauri na kwa kanseli namna gani ya kuweza kuishi, lakini pia msaada wa matibabu. Sasa wazee wenyewe wanaijua hii wiki? Wote wanaifahamu kwamba tarehe 1 kila mwaka Oktoba ni siku ya wazee duniani. Ndio. Wanaipokea vizuri na wanafurahia. Kuna michezo inaandaliwa. Okay. Wanacheza kufukuza kuku, kimbia na magunia na kadhalika. Kwa hiyo ili iwe burudani kwa wazee, waone kama na wenyewe wanathaminiwa. Na wanashiriki vipi katika kupanga sasa? Leo inaweza ikatoka tarehe rasmi. Wao wameshirikishwa kwenye kupanga ratiba nzima. Kuna baadhi labda ya wazee, wewe katibu wa ushauri wa baraza la wazee? Wanashirikishwa, kuna wawakilishi wanatoka kila kata. Okay. Hata wiki iliyopita tulipo na DC. Kaniagiza mimi kama katibu tufanye mchakato wa maandalizi. Okay. Ili serikali tushike mkono. Okay. Ndio. Kwa wazee nao wanashirikishwa kwenye masuala mazima ya kupanga na kushiriki shughuli ambazo zitafanywa. Na kuna maeneo ambayo maalum ambayo mmeyalenga kwa ajili ya kuweza kuadhimisha, kuwagusa kwa namna moja. Kwa upande wa afya, kwa wazee wasiojiweza tumejipanga vizuri. Kwa upande wa Nyamagana tuna madirisha 20 ya kutolea huduma kwa wazee. Okay. Na kwa wazee wale ambao wasiojiweza tumefanya utambuzi wa wazee, ambapo sasa tumetambua jumla ya wazee 12,888, na kati ya wazee hao 11,522 ambao ni sawa na 88.4% wamepatiwa vitambulisho. Na lengo la kuwapatia vitambulisho sasa ni ili waweze kupata huduma za afya kwa wale wazee wasiojiweza bure kabisa, ambapo serikali sasa inagharamia matibabu yao. Kwa hivyo tuna zahanati 16 katika wilaya yetu ya Nyamagana ambazo zinatoa huduma hizi za wazee. Lakini pia tuna vituo vya afya 3 ambavyo vinatoa huduma kwa wazee, lakini pia na hospitali yetu ya wilaya ya Nyamagana inaendelea kutoa huduma kwa wazee ambao wametambuliwa sasa na wana vitambulisho. Kwa hiyo kwa mzee yote ambaye unanisikia sasa hivi, upo ndani ya wilaya ya Nyamagana na labda kwa namna moja au nyingine hujatambuliwa na huna uwezo wa matibabu, fika katika kata yako, kuna afisa ustawi wa jamii, elezea changamoto yako na itatatuliwa, kwa sababu sasa hivi maafisa ustawi tupo kila kata. Kila kata kuna afisa ustawi. Kwa hiyo tumesogeza huduma zaidi kwa jamii na kwa wananchi ili wasiweze kuhangaika. Kwa hiyo kwa yeyote mzee ambaye ananisikia na ana changamoto, fika kwenye ofisi ya kata yako unapoishi, onana na afisa ustawi wa jamii kwa ajili ya msaada zaidi. Sasa sisi kama viongozi huwa tunafanya ziara, tunatembelea kila kata, tunakutana na wazee, tunaongea nao, tunawahamasisha vitu vingine vya muhimu. Wapo wengine wana huruka ya kunywa maji. Maji ni muhimu, maji ni uhai. Okay. Wanywe maji kwa wingi kulingana uzito wao ulionao, inaweza itasaidia kupunguza makunyanzi katika mwili. Okay. Na tuna kauli mbiu kwamba uzee na kuchakaa hukubaliki. Uzee na kuchakaa haukubaliki. Wajitahidi kuwa wasafi. Okay. Ili waonekane kwamba serikali pia inawajali. Okay. Kwa kupata elimu hiyo. Na salamu zetu inasema uzee na kuzeeka haukwepeki. Kwa sababu hata wewe inawezekana kuwa ni mzee nitazeeka lakini nisije kuchakaa. Mtarajiwa ndio. Sawa. Na mmebaini ni changamoto gani ambazo zinawakumba wazee? Changamoto zinazowakumba wazee ni maradhi nyemelezi ambayo yanapokuja. Unakuta labda kuna mwingine ana watoto
lakini inategemea mtoto anamthaminije mzazi wake. Wengine wametelekezwa na watoto, wengine wanakuwa akishaoa mwelekeo wake unakuwa upande wa baba mkwe. Okay. Na mkwe, kwa hiyo huku anatelekeza, lakini watu tunawapa ushauri kwamba wasikate tamaa, serikali ipo itawasaidia. Ndiyo. Kero zao tunazichukua, tunazifikisha ngazi husika. Okay. Asante. Sawa, msikilizaji, kama hivyo ambavyo umeambiwa uzee hauepukiki, utazeeka tu, lakini